katika wiki tena, ikawa ni wiki ya baraka na furaha na ushindi na nguvu. Mungu wangu, tuangazie tena nuru ya uso wako, tupate kujua mapenzi yako, tupate kujua njia yako, tupate kufahamu kusudi lako katika wiki. Bwana, usitupungukie, usituache. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hutapungukiwa. Bwana akiwa mchungaji wako, mwokozi wako na nguvu zako. Endelea kumtazama Yesu na kumuita yeye awezaye kufanya yote kwa mkono wenye nguvu. Asante Bwana. Roho Mtakatifu tuongoze, tuwezeshe katika yote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Hongera tena kwa Jumatatu nzuri. Yesu ahimidiwe milele. Tunamtukuza kwa kuwa yeye ni mweza, anaweza yote. Pole kwa changamoto ambazo pengine umeamka nazo, lakini muamini Bwana Yesu na muite Bwana Yesu katika yote hayo. Ushindi ni mkubwa upo. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Yesu ni mzuri kabisa. Twende tuone ujumbe wa neno lake. Tuendelee na kupokea ujumbe wake kuhusiana na habari za nyakati za mwisho. Ujumbe wa Yesu kwa nyakati za mwisho. Ujumbe wa Yesu Kristo kwa nyakati za mwisho. Ni habari ya Yesu, ufunuo wa Yesu. Usemeni unabii wa Yesu kwa nyakati za mwisho. Ni ujumbe wa Yesu kwa nyakati za mwisho. Ni tuende kuzitazama hizi habari. Ni muhimu sana sana kwa watu wanaomwamini Yesu. Ni muhimu mno. Tuzitafakari kwa undani kabisa. Tuendelee kuona kutoka kwenye kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu, sura ile ya 25, sura ya 25, Mathayo Mtakatifu 25. Nianzie mstari wa kwanza. Yesu anasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni twendeni kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakasema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mlango ukafungwa. Fikiria habari hiyo. Mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amen nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Amina. Haleluya. Ni habari njema sana za kipekee, na nafikiri wakati mwingine umekuwa ukizisikia pengine mara kwa mara. Kuzisikia mara kwa mara sio shida. Ni sahihi tu. Jambo la msingi ni je, tunazichukuliaje? Tunapata ufunuo gani kwa habari hizi ambazo ni muhimu sana na za kipekee, ambazo Yesu anazisema ni habari za wakati unaokuja. Ni wakati unaokuja, na tayari ndio wakati wenyewe tulio nao. Ndio wakati wenyewe tulio nao. Tunatafakarije habari hizi?
Yesu alipenda kufundisha kwa mifano mbalimbali. Anasema ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali ambao nasema 5 kwa 5, manake 10. Kuna wenye busara na ambao hawana busara. Kuna wenye busara na ambao hawakuwa na busara, na wote walichukua taa, mafuta, ila hawa wengine hawakuchukua mafuta ya kuwatosheleza. Maana yake hawakujiandaa vya kutosheleza, walijiandaa kawaida tu, mazoea tu, wakaenda na mafuta kidogo. Tunapoongelea habari ya mafuta hapo, usiangalie mafuta kawaida, fikiri habari ya nguvu za Mungu, mafuta ya Roho Mtakatifu. Katika Biblia anasema nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mmepakwa mafuta. Kwa hiyo habari hiyo ya mafuta ni habari mafuta ya Roho Mtakatifu, si mafuta kama tunavyofikiri mafuta ya kawaida kwenye taa ya kawaida. Hapana, ni mafuta mengine tofauti kabisa. Kwa hiyo anasema habari ya mafuta kwa maana ya tutafakari mafuta yale ya Roho Mtakatifu. Jina la Yesu litukuzwe sana. Kwa hiyo tunafikiri hizi habari Yesu anaziongelea kwa mfano, akionyesha kwa mfano kwa jinsi mambo ambavyo yatakuwa nyakati za mwisho. Ni kwa namna gani? Angalia katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na mstari ule wa 27. Anasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha. Kumbe mafuta yanafundisha. Kwa hiyo mafuta ni roho, habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo. Na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Haleluya. Anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 27, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, tena natufundisha. Manake si mafuta ya kawaida, manake ni roho. Mafuta ni roho, ni nguvu. Ramasheterebo, ndio mafuta ni nguvu. Kwa hiyo yanakaa ndani, yanatufundisha, yanatusemesha. Na Yesu anasema atatuletea roho, akatuachilia roho ili akae nasi, atuhabarishe habari za mambo yajayo. Lakini pia ambaye atatufundisha, atatuonya, atatuelekeza, atatufunulia na kutukumbusha, huyo Roho Mtakatifu. Haleluya sana. Ndipo anasema habari ya mafuta hapa katika sura ya 25, Yesu akiwa anatufunulia au anatuhabarisha habari za nyakati za mwisho. Hapa tunachotakiwa ni maandalizi na kujiandaa vya kutosha na kuweka mafuta ya kutosha. Mafuta ya kutosha maana yake kujazwa Roho Mtakatifu vya kutosha. Kanisa lijazwe Roho Mtakatifu vya kutosha. Mtu unayenisikiliza ujazwe Roho Mtakatifu vya kutosha, ili bwana harusi atakapokuja. Bwana harusi hapa ni nani? Bwana harusi ni Yesu. Sisi ni bibi harusi. Kwa hiyo wakati atakuja, aje akute tayari tumejiandaa vya kutosha, tumejazwa Roho, tumejazwa nguvu, tumejaa imani. Si watu wa kuhangaika tena, hatubabaishwi. Na sasa ndipo kumejaa uongo mwingi. Alisema manabii wa uongo, watumishi wa uongo watakuwa wengi, makristo wa uongo watakuwa wengi. Kwa hiyo ndio wakati wa kujipanga vizuri zaidi na kujazwa Roho ili kutodanganywa. Ukijazwa neno la Mungu, ukijazwa Roho Mtakatifu, ni vigumu kudanganyika kirahisi, ni vigumu kupotea njia, ni vigumu wale waongo kukubeba. Upepo wa mafundisho mabaya ambao Biblia imesema hautakubeba kirahisi. Utakuwa una nguvu za kutulia, hautapepesushwa na upepo unaopeperuka sasa duniani kote, kudanganya, kupofusha watu na kuiba maisha ya watu, nafsi za watu. Ndio sababu nasema ufalme wa Mungu utafanana na wanawali 5 wenye busara, 5 wapumbavu. Pumbavu sio tusi,
Manake ni mtu mwelewa, mpumbavu, yani anaelewa lakini anafanya tofauti, hafanyi sawa sawa na yale maelekezo. Kwa hiyo ni mpumbavu. Mjinga ni yule ambaye, na pia sio tu mjinga ni mtu ambaye hajaelewa, lakini akifundishwa ataelewa. Mpumbavu ashaelewa lakini anafanya mambo hayaeleweki. Sasa anasema kuna wenye busara, wenye hekima ya Mungu. Chanzo ya hekima ya Mungu ya kutunza, ya kuokoa muda, ya kutunza neno la Mungu ndani yako, ya kuchazwa hilo neno la Mungu. Hilo neno la Mungu lichae kwa wingi, likuchaze mafuta yatosheleze, tujazwe mafuta ya kutosheleza. Haleluya! Mafuta ya kutosheleza, tujazwe mafuta ya kutosheleza, yasiwe ni kidogo, bali mafuta toshelevu. Haleluya sana, haleluya. Anasema bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao, kwa walibeba na mafuta ya ziada. Kumbuka, inatakiwa uwe na cha ziada, nguvu zaidi za Mungu, sio nguvu za kawaida, sio kidogo. Imani toshelevu, uwe na imani iliyojaa, imani ya kutosha, kwa sababu Yesu anasema akija, je, mwanadamu akija ataiona imani duniani? Ataiona imani? Anahitaji kuona imani duniani wakati anaporudi. Luka 18 mstari ule wa 8. Je, mwana wa Adamu atakaporudi, yani Yesu atakapokuja, ataiona imani? Yesu ajapo ataona imani ndani yangu, ndani yako. Tujazwe imani tena sana. Anasema lakini usiku wa manane pakawa na kelele, bwana harusi amekuja. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitoa wakawaambia wale wenye busara, wale wanawali sasa, wale watu ambao mafuta yao yalikuwa ni kidogo, anaambia tusaidie na mafuta, kwa sababu mafuta walioweka yamekwisha, kwa sababu bwana harusi alikawia. Sasa hivi unasikia Yesu amekaribia kurudi, watu wanacheza na neema, wanachezea neema, mafuta yanaisha. Alafu baadaye wataanza kuhangaika. Sasa ndicho Yesu anakieleza, ndo kama sasa hivi tu, si mara nyingi umeanza kusikia jamani tujiandae, Yesu arudi, ni nyakati za mwisho. Bado watu wanaona mchezo, bado watu wanachukulia kawaida, na ndivyo hivi Yesu anasema itakuwa kwamba ile neema tulionayo, kule kusikiza habari ya neno la Mungu, watu wanachukulia mzaha. Saa nyingine wanasikia, wanaliacha hapo, unaenda kanisani, unasikia habari, unaziacha hapo, habari za neno la Mungu, au watu zifuatilii kwa inavyostahili kwa ndani, kwa kuchimbua kwa ndani. Sasa hii ni hatari, ndio hii ambayo mafuta yatakwisha. Kumbe kila siku tunataka tujaze neno, mafuta yawepo ya kutosha. Hata tunapoendelea kusikizwa habari, saa ile Bwana atakapokuja, hata kama inakawia saa ya kufika, tuwe tuna mafuta ya kutosha, bado tuna kitu cha kutusaidia safarini. Tuna safari ya kuelekea katika Yerusalemu mpya ambayo Yesu ameenda kutuandalia mpendwa. Kwa hiyo tujipange sawasawa kabisa. Anasema mara akaondoka wanawali wale, wakazitengeneza taa zao, na wale wengine wakaanza kuomba mafuta. Akamwambia mafuta yetu hayatutoshi, na ninyi, haya ni kwa ajili yetu tu, haya ni saizi yetu tu. Hakikisha umejaa kweli, mafuta tele, nguvu za Mungu tele, roho tele, imani tele. Mungu akusaidie, anisaidie. Ndizo habari za mwisho. Umejiandaa? Kanisa likoje kwa sasa? Hali ya kanisa ikoje? Hali ya kanisa, sasa tuseme kanisa, tuangalia watu wote, na wewe, mimi nijiangalie, na wewe na mwingine katika kanisa. Ni vizuri kujichunguza na kujitambua sawa. Kusema walipoondoka kutafuta hizo nguvu, walipoondoka sasa kama ngoja wakahangaike huku na kule, mlango ukafungwa. Anasema mlango ukafungwa, nao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini,
mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wengine wamerudi sasa, wameshapata walichoenda kutafuta, wakasema, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, ami nawaambia, siwajui ninyi, siwajui. Mlango ukafungwa. Alafu wanataka kuingia, wanaambiwa siwatambui, hamtambuliwi tena. Na ni watu walikuwa hapo wamekesha, wamesubiri, walifanya maandalizi, lakini yasiyokidhi viwango, yasiyotosheleza. Weka maandalizi vizuri sasa. Hakikisha unajazwa Yesu, jazwa Yesu, jazwa Yesu, jazwa neno, jazwa mafuta ya kutosha, kwa sababu iko saa mlango utafungwa. Mafuta yale tuliyowekwa yanatufundisha, yanatujaza. Mafuta yale tuliyopewa, hakikisha una mafuta ya kutosha. Hakikisha unatembea kwenye njia ya Mungu inavyostahili. Bwana akujaze neema, nuru ikuangaze, nuru ikuangaze. Baraka za Bwana zitujaze. Kanisa liendelee kutafuta kwa nguvu kujazwa mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Naomba fadhili zako na rehema zako, achilia damu yako iendelee kutunenea mema. Naomba sauti yako iendelee kusema na kila mmoja katika nyakati hizi. Bwana, naomba tena na tena utufunulie kwa Roho wako, utujaze tena kwa Roho wako, tuendelee kuyatambua mapenzi yako, kwa kuwa ni saa nzuri na njema ambayo Bwana inatupasa tunaposikia ujumbe huu tujiandae vya kutosha, tukae uweponi mwako siku zote, ili uchapo tuwe tuko tayari, katika jina la Yesu. Bwana akujaze neema, baraka na nguvu. Kaa uweponi mwa Yesu siku zote. Tafuta kumjua Mungu, tafuta kumjua nyakati zote. Usikae katika kuridhika na kujiachilia ovyo. Jipange sawasawa. Baba, msaidie, nisaidie, tusaidie kwa utukufu wa jina lako. Amina. Mungu akubariki. Endelea kutafakari zaidi, na Bwana Yesu akupe nguvu na Roho Mtakatifu akusaidie, anisaidie na mimi, atusaidie sote. Mungu aliponye kanisa lake. Ukawe na Jumatatu ya baraka na wiki ya baraka na ya ushindi katika jina la Yesu. Nimenena mtumishi wako. Mabaya utakayotengenezewa ya feli, yakose mlango, yakose njia, kose walai katika jina la Yesu. Pata upenyo na uweza wa nguvu za Roho katika jina la Yesu. Barikiwa sana, na kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel ya Elimlinzi Mbise. Kama hujafanya hivyo, na hapo chini kwenye simu yako kuna mahali pa kubonyeza. Kama hujafanya hivyo, basi unaweza kufanya, na Mungu akubariki sana. Kumbuka kuendelea kutuombea kwa huduma ya Injili Vijijini ambayo tutaanza mwanzoni mwa mwezi wa pili. Karibu shiriki huduma hiyo. Watakwendaje wasipopelekwa? Ufalme wa Mungu kwanza, ufalme wa Mungu kwanza. Wewe ndio wakupeleka Injili kwa sadaka yako. Karibu sana. Namba ambayo unaweza kuitumia ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Jina ni Elimlinzi Mbise. Elimlinzi Mbise. Baba yangu wa mbingu na nchi, akujalie neema na rehema, iwe salama rohoni mwako. Salama rohoni. Haleluya. Salama rohoni mwangu. Chazwa neno kila wakati, kila saa. Chazwa neno la uzima, neno lenye nguvu, neno la baraka. Chazwa hilo, tembea na hilo neno siku zote za maisha yako. Yesu akubariki daima.